بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتك درس يا رسالة الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلوات المفروضة لشيخنا أحمد ابن الحاج الجزائري حفظه الله تعالى. تندلينا المبحث 11. قال: ولا يستعمل الصبح، ستمية من يكوليت أذكار تسبيح معروف كويت كما تسبيح. tulisoma mpaka tukafikia nukuu ya Sheikh hafidhahullah kutoka kwa Sheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. قال الشيخ حفظه الله وقال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله, akizungumzia kile kinachojulikana kama tasbih, zile shanga au kadhalika siku hizi hutumika ile digital ambayo ya bofwa. قال: ما كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم, haikuwepo hii wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini waradat ahadith fi inkar almunkar, zimekuja ahadith nyingi zinazotuamrisha sisi kukataza munkar, لأن هذه من المنكرات ومن البدع والضلالات. سمعيني katika mambo ya munkar, maovu, katika uzushi na upotofu. لأنها من شعار الهنادك, وسباب ni katika shiar, katika vile vinavyotukuzwa na kuchukuliwa ni alama ya dini ya Hinduism. Hinduism ni kama Buddhism, wanaoabudu masanamu. ومن شعار النصارى كذلك, ni katika shiar ya manasara. فالرهبان وعباد الهندوك هم الذين يستعملونها. na utaona wale monks, wale mabudha wale, utaona wakitembea nayo, huwa watembea nayo mkononi, wale ndio wanaoitumia tasbih. واخذ منهم الصوفيه والروافض, na waliochukua ada hii kutoka kwao ni masufi na mashia. كما اخذوا منهم الكثير من العقائد والمناهج الفاسده, kama vile wamechukua kutoka kwao itikadi nyingi na manhaj mbovu nyingi walizozichukua kutoka kwa hawa watu. قال الشيخ ربيع: وانا رايت بعيني، او عفوا وانا رايت يعني هذا في النصارى ورأيت هذا في عباد الهنادك, na hili jambo mimi nimeliona kwa manasara, kadhalika wale watu wa ibada katika hawa wanaoabudu masanamu hanadik. Na Sheikh Rabi' aliwahi kwenda India kwa kipindi cha miaka kusomesha, alitumwa na serikali kusomesha. Kwa alikaa kipindi akawa yuaona mambo kama haya. Kuna muda alikaa kule kwa ajili ya kusomesha kitambo, akiwa bado ni mwalimu asomesha, akaishi India miaka kiasi fulani, akawa yosomesha kule. Kwa haya mambo ameyaona. قال: فطبعا أخذ أهل البدع منهم هذا البلاء بلا شك, watu wa bid'a wamechukua hii balaa kutoka kwao. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه وهو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akitumia mkono wake wa kulia kuhesabu zile tasbih, na yeye ndio mfano mzuri kwetu sisi, mfano mzuri kwa Muislamu yule anayemwamini Allah na siku ya mwisho na kumtaja Allah kwa wingi.
ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويكتاز جمع لكزوة katika dini yetu. ويقول صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا تسبح إلا بيمينك. وسسبح اسبقوك كتميا مكنواك وكوليا. كيف تترك هذه اليد التي تشهد لك يوم القيامة؟ vipi utawacha huu mkono ambao utakushuhudia kesho siku ya kiyama. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذه تشهد لك أو تشهد عليك. mkono wako imma utakushuhudia kwa khairi ama utashuhudia dhidi yako ikiwa umeutumia katika munkar wal billah. faj'alha tashhadu laka, basi ufanye mkono wako ukushuhudie khairi usiwe dhidi yako. تسبح الله بها وتكبر وتهلل وتحمد الله. مسبح الله kutumia mkono huo, leta takbira, leta la ilaha illa Allah, leta alhamdulillah kwa kutumia mkono wa kulia. udda biha, hisabu kwa kutumia mkono. والرسول ما أكثر من العدد أقصاه 100. Mtume sallam hakutupa idadi kubwa, nyingi ni 100. Na wewe angalia katika adhkar zote ambazo Mtume sallam amesema tukariri, wingi kabisa utapata ni mara ngapi? 100. mara 100. la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa qadir, imma mara 1 au 10 au kama mchangamfu alhamdulillah mara 100. na nyingi katika hizi adhkar man qala kadha 100 mara, tuona mara 100. asema كله تستطيعه بيدك تعدها بيدك. zote hizo waziweza kwa mkono wako, sababu kwa mkono ليس هناك داع للسبحة أو التقليد الأعمى. hakuna haja ya subha tasbih ile au kuiga kipofupofu makafiri. فإذا رأيت إنسانا يقبل منك النصيحة فانصحه بارك الله فيكم. kimpata mtu yakubali nasiha, nasiha. وقال العلامة المحدث محمد بن علي ابن آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى في ذخيرة العقبة: ولا ينبغي أن يستعمل المسبحة ولا غيرها فيه. haipasi kutumika hii tasbih wala chochote kile, bimaana kile kilichozuka leo katika zile digital za kuhesabu zile. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعدها بغير اليد. Mtume salama hakuhesabu isipokuwa kutumia nini? Mikono pekee yake. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مسألة: ويلحق بالسبحة خاتم التسبيح الذي يوضع في الأصبع. كوفينجيا بيل بيتي يكسبح بيتي يكسبح يكسديوا إلى ديجيتال نini suwa yavaliwa kwenye kidole ni na kabla hapo ilikuwa ile yalia ina sauti ya kuhesabu abiria. zamani wenye matatu watumia kuhesabu abiria, sababu wale conductor wa hizi wengine huwaibia wale madereva wao. usiku ikija kila siku shoti, wenye matatu walikuwa kiona shoti paka kazi waichukia. sasa yule dereva huwa iwakana kile kidude, akiingia abiria yuwabopa kap, akiingia kap. ikifika jioni akishamaliza kazi aangalie mfika ngapi, hahesabu ikoje. Hisabu ikipungua utasema impungua vipi, maana yake mimi hesabu idadi ya watu walioingia kwenye matatu yetu ni hii. sasa jamaa wakaitoa pale wakaitia kwenye tasbih. wewe ukuta mtu ameketi ubavuni mwako baada ya swala usikie kap 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 kap, kunani kap kap, mpaka ashughulisha watu msikitini. Sasa tuseme kwa mfano kila mtu akaja na yake ile, basi utafikiria pale msikitini watu wapiga nyundo, maana yake itakuwa sauti iko juu kweli kweli. Mfano yani ingelikuwa kila mtu yashika kile kidude akibofa, ile sauti inayotokea pale itakuwa kubwa sana. kisha wakaleta digital ikawa wabofa tu kimya kimya, zile namba zaongezeka pale, hii pia wakawa tumia.
وزوت hizi قال الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في نور على الدرب. Na niliwahi kuwatajia kuwa kuna kipindi katika idhaatul Qur'an ya mamlaka chaitwa Fatawa Nur ala Darb. Hiki kipindi kina faida nyingi sana. Kipindi chenyewe chaletwa kwa barnamiji yao kama dakika 20 peke yake, kisha aletwa mwanachuoni katika hayat kibar ulama. Wakati ule alikuwa Sheikh bin Baz, Sheikh bin Uthaymeen, kadhalika Sheikh al-Fawzan na wengineo katika ulama wa hayat kibar ulama. Huletwa katika kile kipindi, kisha wakaulizwa maswali, kisha wakatoa fatwa. Na ili jambo mimi mmelilahidh, yuko mzee mmoja Sheikh Abdul Fadhl aliwahi kumtajia kama si Zanzibar ama wapi, aliwahi kwenda da'wa, sema yule mzee ukimuuliza masala mingi sana ya dini ayajua, na si talib ilm. Umeajuaje? Asema ilikuwa sikosi kipindi cha Fatawa Nur ala Darb, dakika 20 tu asikiliza tu. Katika ile fatawa utapata ilmu ngapi pale mwanachuoni azungumza. Swali, maana shida zinazopatikana kwa wanadamu ni zile zile, hazina tofauti. Ikiwa ni maswali katika swala ni yale yale, swala ni ile ile, na binadamu ni wale wale, awe yuko Saudia, awe yuko Yemen, awe yuko Kenya, awe yuko Tanzania, awe yuko kote. Kwa utaona maswali haya yakiulizwa, kisha jawabu analitoa yule mwanachuoni, kuna fawaid nyingi sana ndani yake. Kadhalika kitu ambacho mmekilahidh, adabu. Utasoma adabu kubwa kwa wale wanaovioni, namna wanavyojibu maswali. Kivipi? Kuna muda, na mimi nafikiri ninazo mpaka sasa maktaba juu, CD za Fatawa Nur ala Darb, takriban vipindi vyote vya Sheikh bin Baz, zaidi ya 1200 vipindi vile. Sheikh bin Baz rahimahullah hautasikiza kipindi cha kwanza, cha pili, cha tatu, isipokuwa utasikia swali ameulizwa, asema Allahu a'lam ma adri, Allahu a'lam ma adri. Inshallah nasal al-ikhwa fi al-lajnati ad-da'ima, wajib tuuliza ikhwa watatujibu, na wewe waweza kurukia ile swali kwa unajua kulijibu na ukajibu. Lakini Sheikh bin Baz rahimahullah wara na taqwa nahsibuhu wallahu hasibuhu, utaiona katika namna anavyojibu yale maswali. Ikiwa waweza, sasa umetaja haya yote, sema ikiwa waweza, hata kama kwa wiki ikifika Alhamisi, Ijumaa, zile siku ambazo una muda kama mwanafunzi hakuna masomo, basi chukua audio 2-3 sikiliza, dakika 20 tu, badala ya kupoteza muda wako, sikiliza tu mwanzo mpaka mwisho, hutokosa faida pale. Kaa chini, sikiliza leo dakika 20, kesho dakika 20. Usiseme kila siku, hutofanya kusema utajisukuma kila siku nitasikiliza moja, hutofanya. We anza polepole tu. Na siku hizi alhamdulillah mambo yamekuwa sahali. Kuna hizi waziita MP3, sijui kidude kile watia na ile katika memory, waweka katika kile kidude, kisha washika earphones. Hii ni njia pia nzuri sana ya kufaidika talib ilmu, sababu waweza kuweka pale kwenye ile memory card, kwa mfano darasa ya kitabu fulani cha mwanachuoni fulani amesherehesha, ukaweka Fatawa Nur ala Darb kama vipindi 20 hivi ukaviweka pale, kisha wakati watembea, wenda dukani, wenda wapi, waweka tu wasikiliza. Kifika mahali umesimamisha, ukipata muda mwingine sikiliza. Kadhalika simu leo waweza kuweka hivi, tukaweka folder yako ndani pale, ukaweka hizi fatawa, kila siku usikiliza moja, au kila baada ya siku moja usikiliza moja. Utakuta kuwa baada ya kipindi kifupi biidhnillah utakuwa na mambo mengi wayafahamu kwa njia ya usahali kabisa. Pengine kuna mambo ya kusumbua wewe kichwani, ukaja ukalisikia pale latajwa lile jambo na faida ikatajwa na yule mwanachuoni. Hii ni njia katika njia za kufaidika kielimu. Kwa hiyo tafuta hizi Fatawa Nur ala Darb, sikiliza. Pia itakupa nguvu katika kufahamu lugha ya Kiarabu polepole,
kama wewe ndio uanza kujifunza biidhnillah ta'ala. Leo utauliza hii uelewe, kesho utauliza hili, mwisho utakuwa na kuwa katika nini, kufahamu. طيب, hiyo nilikuwa nimetaja nur ala darb hapa, ikanijia nitaje hilo. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: أما الخاتم الذي يقولون أنه يحصي عدد التسبيحات، أما إلي بيتي ambao wasema yahesabu idadi ya zile tasbihat, fahadha la yajuzu isti'maluhu, hii haijuzu kutumia, liannahu amrun muhdathun, kwa sababu ni jambo lilozuliwa. وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة في منع استعماله. نعم. kimaliza wasema naam, hapa ameandika hivyo naam mpaka mwisho. Kwa hivyo imetoka fatwa katika lajna daima katika kukataza watu kutumia hiki kitu. Kwa si yeye peke yake alitoa fatwa hiyo, pia lajna daima, na ndio fatwa ya Sheikh Rabi' hafidhahullah hapo nyuma, na ndio kauli ya Sheikh Adam al-Ethiopi rahimahullah ta'ala, Sheikh Muhammad Adam al-Ethiopi al-muhaddith rahmatullah alayhi, pia ndio kauli yake. Kwa hili jambo si eti mwanachuoni fulani peke yake, wanaovioni wa sunna ukiangalia leo utakuta takriban wote wazungumzia kuhusu swala hili kuwa ni makosa. Na Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah ta'ala ana risala nzuri sana yaitwa Tarikh as-Subha. Tarikh as-Subha, chukua nenda kasome. Sheikh Bakr Abu Zaid amefanya bahth mustaqil kuizungumzia tu tasbih, akaanza na history yake yatoka wapi mpaka ikafika kwa Uislamu. Nenda karejelea risala, utafaidika sana. Sheikh Bakr rahimahullah ta'ala maarufu katika bahthi zake na quwwa alikuwa nayo katika kufanya bahth, rahmatullahi ta'ala alayhi. Na natanabaisha mara nyingi kwa Sheikh Bakr, ulama wamemrudi katika baadhi ya mambo manhajia ambao ameteleza, lakini katika wanaovioni wa sunna rahmatullahi ta'ala, kama alivyotaja Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala kuwa mimi nimemfanyia rad, lakini sijasema kuwa ni mubtadi'. Kwa nimemfanyia rad katika masala yeye kumtetea nani, Sayyid Qutb, alipoandika kitabu Sheikh Rabi' hafidhahullah أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره. أكمب الشيخ بكر أبو زيد أنفني تقديم كما نشكوا يوم تنبوه كوني مناوشون، أكمب أنفني تقديم الشيخ بكر أبو زيد أكموانيكي بروا الشيخ ربيع كمرودي كتك كلا كتابه كما ملاحظة 30 تقريبا. حزبيون سيجوا ميتوا فيبي إلى بروا اللي كوني بين الشيخ ربيعنا Sheikh Bakr, wakaitoa wakaita ar-risalatu adh-dhahabiyya. Jamaa Sheikh Rabi' asema nakuta ile risala imesambazwa kila mahali. Akampigia simu Sheikh Bakr Abu Zaid, akamwambia mvipi hii risala, naona inatoka kila mahali, na wewe ulikuwa umenitumia mimi kama barua ya milahadha ambayo umeona katika kitabu, na milahadha yenyewe yote wewe ndio umekosea, si mimi. yote ile milahadha Sheikh Bakr ndio alikuwa amekosea, si Sheikh Rabi'. Akasema wallahi sijaitoa hiyo risala kumpa mtu yote, wallahi halafa lahu billah, kwa mimi sijampa mtu yote wala sijampa ruhusa mtu yote aifanye nini, tab'a, aichapishe. Ikiwa kuna watu wamfanyia hivyo wamefanya khiana, ndio mujue hatari ya mahizbi. Wameitoa vipi Allahu a'lam. Almuhim Sheikh Rabi' akamwambia basi utansamih maadamu ishatoka, mimi naandika rad. Akaandika kitabu chaitwa Al-Haddul Fasil baina al-haqq wal-batil, hiwar ma'a Sheikh Bakr Abu Zaid. Nenda kaisome kitabu si kikubwa kiasi tu, Al-Haddul Fasil baina al-haqq wal-batil, meandika vizuri sana. Akamrudi nukta moja baada ya nyingine pole pole mpaka mwisho, kama ni hiwar ma'a Sheikh Bakr Abu Zaid. Sasa hili laweza kutokea, ni binadamu ameteleza katika hili, lakini bado abakia kuwa ni katika wanaoviona sunna. Wallahu ta'ala a'lam.
kwa hicho kitabu Tarikh as-Subha, kama sikukosea jina ni hilo, ni risala ndogo sana kama hivi, ndaka itafute usome, ipo katika mitandao, nafikiri ukiingia utaipata kwenye PDF, na kama kuipata pia maktaba iko, alhamdulillah. hii fatwa ya mwisho Sheikh Al-Fawzan sitaisoma, ni hiyo tu kama hiyo. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu. kesho tukija inshallah moja kwa moja tuingie mabhathu thani 10 biidhnillah. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.